Yesu asifiwe sana. Basi nitumie nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa neema hii ya kusimama mbele zenu. Lakini nimshukuru pia mtumishi wake kwa ajili ya kunipa nafasi ya kusimama mbele zenu. Mungu akubariki pia wewe ambaye Mungu amekupa nafasi ya kuketi mbele zake kwa ajili ya kujifunza asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tumekwisha kuombewa, tutaenda kujifunza maneno ya Mungu. Kama unaandika, unaweza kaandika somo linalohusu ufalme wa Mungu. Unaweza kaandika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo linalohusu ufalme wa Mungu, naamini tunapokuwa tunazungumzia ufalme wa Mungu ni somo pana sana ambalo inawezekana umelisikia zaidi ya mara moja au umelisikia mara nyingi zaidi, lakini hata katika mifano ambayo Bwana Yesu alikuwa akiitoa, ile mifano aliitoa mifano mingi inayohusiana na ufalme wa Mungu. Anasema ufalme wa Mungu umefanana na, ufalme wa Mungu umefananishwa na. Bwana asifiwe sana. Katika maandiko hayo yote tunaona kwamba Yesu alikuwa anatufundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Lakini asubuhi ya leo tutaenda kuangalia kwa sehemu jambo linalohusu ufalme wa Mungu. Naomba tuangalie kitabu cha Mathayo. Tutaanza na kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 na wa 10. Lakini pia tutafungua kitabu cha Luka, ni maandiko ambayo yanazungumzia ufalme wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 na ule mstari wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema ni Mathayo sura ya 6 mstari wa 10, wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema, basi ninyi salini hivi, nianzie mstari wa 8. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ya ninyi hamjaomba. Basi ninyi salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Luka sura ya 11 tusome Luka 11 mstari wa 2. Nianzie mstari wa kwanza. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Bwana asifiwe sana. Tunaona ni sala ambayo leo hatufundishani sala, lakini tunajifunza yale mahitaji muhimu ambayo katika ile sala aliyowafundisha Bwana Yesu wanafunzi wake. Yako mahitaji ambayo aliwaambia, mambo makuu katika ile sala ambayo aliwaambia wanapokuwa katika kuomba. Yako mambo ambayo wanaweza kuomba. Mambo makuu, miongoni mwa hayo mambo makuu aliyowafundisha ni pamoja na kuomba ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tunaona kuomba ufalme wa Mungu unaonekana kuwa ni miongoni mwa mambo makuu katika ile sala ambayo Yesu alitamani wanafunzi wake waweze kuomba mbele za Mungu. Na tunaweza tukawa tunajiuliza ni kwa nini Yesu anawafundisha kama mambo makuu, kama jambo kuu katika ile sala, jambo la kuhitaji ufalme wa Mungu. Ni jambo gani ambalo Yesu aliona kwamba ni jambo la muhimu kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wake kama hitaji la kuutaka ufalme wa Mungu? Tunaona baadhi ya watu wameona hili kuifanya kama sala ya siku zote. Ni kweli Roho Mtakatifu sisi anatufundisha kuomba
na hatufundishani kwamba hii ndio itakuwa ni sala yetu, tutakuwa tunaomba kama ilivyoandikwa, lakini lilikuwa ni miongoni mwa mahitaji makuu ambayo mwanadamu anayahitaji. Bwana asifiwe sana. Sala aliyowafundisha Bwana Yesu wanafunzi wake ilibeba mahitaji mbalimbali, lakini hitaji la ufalme wa Mungu lilikuwa miongoni mwa mahitaji makuu katika sala hiyo. Kama tulivyoona katika vitabu hivi vyote, Yesu waandishi wawili wote wanarudia kuiandika ile sala, wakionyesha kwamba alichofundisha Yesu hakufundisha kitu cha kupita. Ina maana alifundisha kitu ambacho ni cha muhimu, kinachohitajika kufanyika. Katika sala hii Yesu ni kama anawafundisha wanafunzi waweze kumshawishi Mungu aweze kuuleta ufalme wa Mungu, aweze kuuleta ufalme. Ni kama anawafundisha wanafunzi wamshawishi Mungu afungue ubalozi duniani. Ni kama anawafundisha wanafunzi wamshawishi Mungu aweze kufungua, kama ni tungeweza kusema ni kama afungue koloni lingine duniani. Ingawa neno koloni nadhani inaweza lisionekane kuwa ni neno zuri, kwa sababu tunajua historia ya ukoloni ilivyokuwa. Bwana asifiwe. Lakini nikizungumzia ubalozi linaweza likawa ni neno zuri zaidi ambalo tunaweza tukawa tunalielewa vizuri, kwamba wamshawishi Mungu liwe ni hitaji muhimu ambalo wazingatie kuliomba mbele za Mungu, kwamba Mungu alete ubalozi, afungue ubalozi duniani. Na katika huo ubalozi ambao Mungu atauleta, ataufungua katika ulimwengu huu, tunajua kwamba ubalozi huo ukija unakuja na mambo mengi. Bwana asifiwe. Mungu aanzishe ubalozi katika dunia, au afungue na kuanzisha serikali nyingine hapa duniani. Na katika ubalozi huo au serikali hiyo, huduma zote zinazopatikana mbinguni ziletwe na duniani. Huduma zile ambazo zinafanyika mbinguni. Katika sala tunaona kwamba Yesu anawaambia, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje duniani kama uje utakalo lifanyike duniani kama huko mbinguni. Maana yake yale ambayo yanapatikana huko duniani, zile huduma muhimu ambazo zinapatikana huko mbinguni ziweze kuja na hapa duniani. Yale ambayo yanafanyika kule mbinguni yaweze kupatikana na hapa duniani. Kwa hiyo anaona kwamba hili ni jambo la muhimu ambalo wanafunzi wanahitaji kumwomba Mungu. Mambo ambayo katika ufalme wa Mungu yanapatikana ni pamoja na ulinzi, afya, uponyaji na silaha za vita, mamlaka na amri na haki zote za raia wa ufalme zianzishwe duniani. Ni kama Mungu afungue tawi lingine ambalo ni la ufalme, kama vile ambavyo yanavyofanyika kule mbinguni yafanyike hapa duniani. Kama kule mbinguni kuna afya, basi na hapa duniani afya iwepo. Bwana asifiwe. Kama kule mbinguni kuna silaha za vita, tunasoma katika kitabu cha Ufunuo, maandiko yanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Manake malaika alishindana na shetani. Malaika Mikaeli akapigana na yule joka, lakini wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Silaha waliokuwa kiitumia, silaha za vita na ule ushindi ambao ulipatikana mbinguni, basi Mungu atakapokuwa amefungua ubalozi duniani, Mungu atakapokuwa ameanzisha tawi lake la ufalme duniani, basi hata ule ushindi ambao unapatikana mbinguni uweze kupatikana duniani. Bwana asifiwe. Wamshawishi Mungu afungue ubalozi duniani. Zile huduma zote ambazo zinapatikana mbinguni zipatikane duniani. Yesu alikuja kuleta huo ufalme, lakini pamoja na kwamba alikuja kuleta huo ufalme, anawashawishi anawaambia wanafunzi namna ya kumshawishi Mungu
hawaambii wamuombe Mungu awape mahitaji kwanza. Anawaambia kwanza, ombeni ufalme wa Mungu uje. Utakapokuwa umekuja, zile huduma zinazopatikana mbinguni mtazipata. Bwana asifiwe. Hivi karibuni nchi ya Marekani ilikuwa ikitamani kuipata nchi moja inaitwa, ni kisiwa kimoja kinaitwa Greenland. Nafikiri tumeisikia hiyo habari kwamba anaitamani ile nchi aipate. Ni kweli yeye ana maslahi yake binafsi kwamba anatamani aipate ile nchi, lakini ni kitu gani ambacho akishaipata ile nchi kitu gani kitafanyika kwenye ile nchi, au atafanya mambo gani kwenye ile nchi? Miongoni mwa mambo ambayo atayafanya ni kuwekeza ile, kama ilivyo serikali ya Marekani, kama wale wanaoishi Marekani walivyo, ndivyo watu wanaoishi Greenland watakavyokuwa. Kama ile nguvu ya jeshi iliyoko Marekani, ndivyo ambavyo ataiwekeza pale pia, kwa sababu imekuwa ni tawi lake au ni sehemu ya mamlaka yake. Kwa hiyo huduma zote ambazo mtu angeweza kuzipata Marekani aweze kuzipata pia huko. Bwana asifiwe. Kama alivyo raia wa Marekani ambavyo akiwa kwenye ubalozi, akiwa kwenye nchi nyingine, akawa kwenye ubalozi wa Marekani, zile stahiki zote ambazo angeweza kuzipata akiwa kwenye nchi yake azipate kwenye huo ubalozi. Manake hata sisi Mungu atakapokuwa amekuja kufungua ubalozi wake duniani, atakapokuwa amekuja kuanzisha serikali yake duniani, zile haki zote ambazo mtu angeweza kuzipata akiwa mbinguni, basi azipate pia akiwa duniani. Na ndio maana Yesu, wanafunzi wake wanamuuliza, tutapata nini basi tumeacha vyote kukufuata? Anawaambia kwamba kila aliyeacha nyumba, aliyeacha mke, aliyeacha vyote akanifuata, kwanza atapata mara 100 hapa duniani. Manake zile haki ambazo watu walioko katika ufalme wa Mungu, wanaokaa pamoja na Baba, haki zile wanazozipata huyu mtu atazipata, kwa sababu amekuwa raia wa ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunauona umuhimu ambao Yesu, ingawa ameizungumza, ni kama amezungumza tu mstari mmoja, ni kama alitamka mara moja. Hatuoni kama aliendelea kutamka, lakini katika kutamka kwake alimaanisha kitu kikubwa ambacho wanafunzi wanatakiwa waendelee kukiomba, hata kama hakurudia tena kukitamka. Waendelee kukihitaji, kwa sababu ni kitu cha muhimu mno kuliko ambavyo wangeweza kufikiria. Ni ufalme ambao kama utakuja, na ndio maana naomba tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 2. Mathayo sura ya 3 mstari wa 2. Maandiko yanasema, nianze tu mstari wa kwanza. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na kitabu cha Marko 1 nisome mstari wa 14 na wa 15. Marko sura ya 1 mstari wa 14 na wa 15. Maandiko yanasema, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Bwana asifiwe sana. Katika Injili ambazo hao wote wawili, kwanza mtangulizi wa Masihi, lakini hata Masihi mwenyewe alipokuja, wote wanazungumzia kuhusiana na ufalme. Wanasema kwamba kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia, wanatoa mambo mawili. Kwanza wanatoa mwaliko, lakini wanatoa tahadhari. Lakini tunaona kwamba hawa wote wawili wanazungumzia kuhusiana na ufalme. Wanaona kwamba jambo la muhimu hapa tunalolitangaza ni kuhusiana na ufalme. Bwana asifiwe sana. Manake wanatuhakikishia kwamba tayari Mungu ameshakubali kuleta ufalme.
Tayari Mungu ameshakubali kuleta ubalozi wake, amekubali kuja kufungua tawi la serikali yake duniani. Unakuja, na ndio maana wanatangaza, wanatoa mwaliko kwamba watu watubu, wajiandae kuupokea ufalme kwa sababu umekaribia. Tayari Mungu anakuja kuleta serikali yake. Kwa hiyo tunaona lilikuwa ni hitaji muhimu zaidi ufalme uje, ili kusudi watu watakaokubali, watakaoupokea waweze kupata haki zao katika huo ufalme, kama zilivyo haki za watakatifu wanaoishi pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Katika maandiko haya tuliotoka kuyasoma kwamba Yohana Mbatizaji lakini pamoja na Yesu wote wanasema tubuni na kubatizwa muiamini Injili kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Maandiko haya yanatoa ujumbe wa aina mbili. Inaweza ikawa ni aina zaidi ya mbili, lakini mimi nimeandika, tunaona tunaweza tukapata ujumbe wa aina mbili katika hayo maandiko. Bwana asifiwe. Ujumbe wa kwanza ulikuwa ni tahadhari na ujumbe wa pili ulikuwa ni mwaliko. Wanatoa tahadhari kwamba kuna ufalme unakuja, kuna serikali inakuja. Hiyo ni tahadhari. Kwa hiyo tahadhari wanayoambiwa, kwanza mjihadhari, muache dhambi, mtubu kwa sababu kuna utawala unakuja nao umekaribia sana. Lakini ujumbe wa pili, mwaliko, mkiisha kutubu muiamini Injili. Maana yake katika tahadhari tunaona kwamba wote wanaotenda uovu, ufalme utakapokuwa umekuja, huo ufalme unaokuja haupatani na uovu. Kwa hiyo kila wanachokifanya, maandiko yanasema kila neno ovu wanalolinena wanadamu watalitolea hesabu siku ya hukumu. Maana yake huo ufalme unaokuja haupatani na uovu. Kila mnachokifanya kuna hukumu. Bwana asifiwe. Kabla ya ukoloni kuja Afrika, zilikuwepo mahakama za kwetu za Kiafrika, mabaraza ya kuamua kesi mbalimbali. Lakini ukoloni ulipokuja wakaleta mahakama pamoja na magereza. Wahalifu waliokosea unapelekwa mahakamani, utahukumiwa, na mpaka leo tunaendelea hivyo. Bwana asifiwe. Maana yake kabla ya hapo ilikuwa ni wataamua wazee, utapelekwa kwenye baraza la wazee, wataamua umefanya makosa, utapewa adhabu kama kawaida. Sijui kama kulikuwa na vifungo. Lakini ni kama sasa tunapewa tahadhari kwamba sasa mtawala anayekuja ana sheria zake, ukifanya hivi unaadhibiwa. Manake wanaambiwa wajihadhari na wanayoyafanya, kwa sababu ufalme unaokuja utawahesabia dhambi ya zile wanazozifanya. Andiko nasema zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, na ndio maana nasema waliopotea pasipo waliokufa pasipo sheria wamepotea pasipo sheria. Lakini mahali popote ambapo ufalme utakapofika, mahali popote ambapo ubalozi utakapofunguliwa, watu wote wa mahali pale watahukumiwa kwa mujibu wa sheria za huo ufalme. Kwa hiyo mjihadhari kwa yale mnayoyafanya, kwa sababu ufalme unakuja. Bwana asifiwe. Lakini ujumbe wa pili tunaona huo mwaliko, watu wote wanaotaka kuwa raia wa ufalme huo ujao wanatakiwa waache uovu ili waweze kupata haki ya kuandikishwa uraia. Ni kama wanapewa mwaliko sasa wa kujiandikisha, kuanza kujiandikisha kuwa raia wa huo ufalme unaokuja. Haina maana kwamba ufalme utakapokuwa umefika kila mtu atakuwa raia wa huo ufalme. Hapana. Inatakiwa kila mtu akubali kwa moyo wake kujiandikisha, kukubali kuwa raia wa ufalme. Ubalozi unapokuja kufunguliwa haumlazimishi mtu kwamba awe raia. Kwa mfano wamekuja pengine kufungua ubalozi wa Marekani mahali hapa tunajua upo. Haumlazimishi kila raia wa Tanzania ajiandikishe kuwa raia wa Marekani. Bwana asifiwe. Lakini kama utatamani kuwa raia wa Marekani, ujiandikishe
utatakiwa kujiandikisha mwenyewe. Bwana asifiwe. Manake hata ufalme unaokuja, wale ambao watataka kuupokea, wale watakao tamani kuupokea, maandiko yanasema tunatakiwa kuiamini Injili, kutubu na kuiamini Injili, na hapo ndipo tutakapokuwa tumejiandikisha, tumejiorodhesha, na tutakuwa na haki za kuitwa raia wa Mungu, raia wa ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kitabu cha Yohana sura ya 3, Yohana sura ya 3 mstari wa 36. Yohana sura ya 3 mstari wa 36. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Bwana asifiwe sana. Yeyote ambaye atakubali kupokea huo ufalme, kwanza tayari atakuwa amepokea haki ya kuwa na uzima. Lakini tahadhari kwa yeyote ambaye atakataa kwa haya tunayomwambia, kwa haya ninayoyasema, Yesu anawapa tahadhari kwamba tayari ghadhabu ya Mungu inamkalia. Maana yake zamani inawezekana dhambi zako zikawa wakati mwingine hazihesabiwi, ingawa zilikuwa zikihesabiwa kwa kila aliyekuwa akijua sheria. Kama hazikuhesabiwa, basi tangu sasa zinaanza kuhesabiwa na ghadhabu ya Mungu inamkalia. Una machaguo mawili: ukubali kuwa raia wa ufalme au ukatae ghadhabu ya Mungu ikukalie. Baada ya ukoloni kuja, haukuwa na machaguo kwamba uamue kufanya mema au uamue kufanya mabaya au ubaki tu wewe haueleweki. Ilikuwa ni uamue kukaa sehemu moja, kwamba kama utatenda mabaya utaenda jela, kama utafanya mema basi utakuwa raia, utaendelea kukaa uraiani. Lakini kama utasema mimi siko chini ya ufalme wowote, ulikuwa hauna uhuru huo. Bwana asifiwe. Ni hata sasa kwamba yeyote ambaye atakubali kujiandikisha, basi huyo atakuwa na haki zote za kuwa raia wa ufalme wa Mungu na atapokea haki zote. Lakini yeyote atakayekataa hawezi kusema mimi kwa nafsi yangu sitaki kuwa upande wowote, sitaki kufungamana na upande wowote. Wewe moja kwa moja utakuwa umechagua fungu la kuwa kwenye ghadhabu ya Mungu. Na tunaziona hizo tahadhari kwa maana ya jumbe mbili ambazo zilikuwa zikimanishwa katika injili ya kutubu. Bwana asifiwe sana. Lakini mwaliko ulikuwa unahusisha kujiandikisha kwa wale ambao wanatamani kuwa raia wa ufalme wa Mungu. Lakini naomba tusome pia kitabu cha Sefania sura ya 1. Sefania sura ya 1 na mstari wa 12. Kisha itakuwa wakati ule nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, nami nitawadhibu watu walioganda juu ya hasira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Wakati huu tunaona Mungu alikuwa amekusudia kurejea Yerusalemu baada ya kuwakataa na kuwatupa kwa muda mrefu. Sasa amekusudia kurejea na kuanza kuuchunguza Yerusalemu. Anaposema nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, yani anamaanisha nitapekua kona hadi kona, nitahakikisha nafanya msako kila kwenye pembe, kila mahali palipojificha nitafichua. Chochote ambacho kimejificha, ambacho kinadhani kiko mahali pasiri, siwezi kukiona. Manake anaonyesha kwamba amekuwa serious, hawezi kuachia chochote. Bwana asifiwe sana. Atamulika, atakuwa anatembea na taa, anamulika mpaka kwenye kona. Kama ni kwenye uvungu, anamulika, anahakikisha hakuna aliye salama anayefanya maovu. Na
Hii ndiyo tahadhari ambayo tunaiona. Ufalme unaokuja hautamwacha mtu anayetenda maovu salama, lakini usalama wa mtu utapatikana endapo kama ataamua kujiandikisha kuwa raia wa ufalme. Bwana asifiwe sana. Tuangalie mambo wanayonufaika raia wa ufalme wa Mungu. Mambo ambayo wananufaika raia wa ufalme wa Mungu. Hapa ndipo tunapokuja kuiona sala ya Bwana Yesu ilivyokuwa, sala ambayo Yesu aliwafundisha ilivyokuwa na umuhimu sana, kwamba kwa nini anawasisitiza wamshawishi Mungu alete ufalme. Alikuwa anajua katika ufalme yale ambayo wananufaika walioko mbinguni wananufaika na vitu gani, na alikuwa na uhakika kwamba endapo huu ufalme utakuja na ninyi mtanufaika kwa mambo gani, mambo ambayo wananufaika walio na uraia wa ufalme wa Mungu. Kwanza nimeandika bima ya maisha ya sasa na ya baadaye, au hakikisho la uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Unakuwa umepata bima ya maisha, unakuwa na uhakika wa maisha ya milele. Unapewa hakikisho, ni kama unapewa hati ya kwamba wewe umeshaondoka kwenye listi ya watu wa kufa, umeshaondoka kwenye orodha ya watu ambao wanatakiwa wafe. Unapewa bima, hakikisho la maisha ya milele. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 27 hadi 29 sitasoma, lakini nitaisema tu inavyomaanisha kwamba mitume walivyomuuliza kwamba tutapata nini, Yesu anawaambia mtapata mara 100, yeyote aliyeacha vyote akanifuata mimi atapata mara 100 hapa duniani na uzima wa milele mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapewa bima ya maisha, unakuwa na hakikisho la maisha ya baadaye. Uzima wa sasa na uzima wako unakuwa, uzima wa sasa unakuwa na uhakika, lakini uzima wa milele pia unakuwa umehakikishiwa. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 24, hicho tusome. Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 24 anasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Kwamba anasema yeyote anayeniamini na anayeniamini mimi na yeye aliyenipeleka amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Maanake tayari tumekwisha kupewa hati ya kwamba sisi ni kama umepewa visa, ni kama umepewa utambulisho kwamba sasa wewe unaweza ukapita mahali popote. Wewe tayari ni raia halisi, hautabaki mautini, lakini umepita mautini kuingia uzimani. Maana yake hakuna geti lolote litakalo kuzuia kupata uzima wako. Unaweza ukapita geti lolote na walinzi wowote hawatakuzuia. Bwana asifiwe sana. Lakini pia kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3, hicho naomba tukisome. Wakolosai sura ya 3 na ule mstari wa 3. Maandiko yanasema, mstari wa 3, maandiko yanasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwamba sisi tulikufa pamoja na Kristo, lakini uhai wetu umefichwa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Tayari uhai wetu umetunzwa ndani ya Kristo, anayekuwa na amri ya wewe uendelee kuishi na upumzike. Hata kuwa ni mtu mwingine yeyote, lakini ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana.
umepewa hakikisho, ni bima. Ni kama tunapokuwa tunapewa zile bima za afya, kwamba wewe nenda hospitali yoyote kwa bima hii, inakava vipimo vyote. Nafikiri bima pia zinatofautiana. Kuna bima ambayo kuna baadhi ya huduma hauwezi kuzipata kulingana na ulivyolipia, lakini kuna bima ambayo inajumuisha vitu vingi, karibu vyote. Sasa sisi tuna bima ambayo ni kubwa zaidi. Bwana asifiwe sana. Ni bima ambayo imebeba uzima wako. Mungu anamwambia Shetani kafanye yote unayoyajua kwa Ayubu, lakini roho yake ina bima. Bwana asifiwe sana. Hiyo roho sijakupa ruhusa ya kuigusa. Amepewa hati ya kwenda kufanya chochote, lakini hati ile ilikuwa haijaruhusu kuishika roho ya Ayubu, kuondoa uhai wa Ayubu. Alikuwa ameruhusiwa kumtesa kwa namna yoyote, lakini hakuwa na uwezo wa kumuua. Na ndio maana maandiko yanasema msiwaogope hao wauao mwili, kwa sababu hawana uwezo baada ya hapo kufanya chochote. Wanaweza kaondoa mwili, lakini hawana mamlaka juu ya roho yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tumepewa bima au hakikisho la maisha. Lakini faida nyingine au manufaa mengine ambayo wanayapata raia, kila raia ana haki ya kumiliki silaha. Bwana asifiwe sana. Kila raia wa ufalme wa Mungu ana haki ya kumiliki silaha. Ni kama tunavyojua nchi nyingi, na miongoni mwa nchi ambayo ni mfano mkubwa zaidi, nchi ya Marekani, ambayo raia wana haki ya kumiliki silaha kama walivyo wale wanaotumikia majeshi. Maana yake utakavyokuwa umekizi vile vigezo vya kumiliki, unamiliki, una haki, ni haki yako ya msingi ya kujilinda. Bwana asifiwe sana. Sasa sisi ndani ya Kristo, ndani ya ufalme wa Mungu, kila raia ana haki ya kumiliki silaha. Na silaha sio za mwili, silaha za rohoni. Yesu anawaambia mitume kwamba mambo haya mnayoyaona, manabii walitamani sana kuyaona, waliyachunguza wakijua ni wakati gani huu ambao kila mtu ambaye atakuwa ndani ya Kristo anakuwa na uwezo wa kumiliki vitu vyote hivi, anakuwa na haki ya kumiliki silaha. Wazee wetu huwa mnatusimulia sisi vijana, mnatuambia zamani ilikuwa hairuhusiwi raia wa kawaida kumiliki vitu ambavyo ni vya thamani. Kwa mfano kumiliki gari, raia wa kawaida sidhani kama mlikuwa mnaruhusiwa. Kulikuwa na maduka ya ujamaa, hauruhusiwi kuwa na duka la kwako mwenyewe. Umelitoa wapi? Kumiliki fedha nyingi, umezitoa wapi? Bwana asifiwe sana. Laiti kama wazee hao wangeuona wakati huu kwamba wakati huu kila raia ana haki ya kumiliki gari, kumiliki fedha, kumiliki duka. Ukitaka leo ende ukafungue biashara ruksa. Bwana asifiwe. Inawezekana kama kuna mtu aliuona huo wakati utakuja, aliutamani sana, kwamba na utamani huo wakati ambao kila mtu atakuwa na uwezo wa kumiliki vitu, lakini ilikuwa haiwezekani wakati huo. Sasa ndivyo ambavyo hata mitume, hata manabii walikuwa wakiuona wakati huu, kwamba ni wakati huu gani huo ambao kila mtu atakuwa na haki ya kumiliki silaha, atakuwa na haki ya kumiliki vitu vikubwa vya mbinguni. Ni wakati gani? Ni wakati ambao ufalme wa Mungu utakapokuwa umeshuka. Sasa Yesu anawashawishi kwamba mtakapokuwa mmeupata huo ufalme, kwanza mtakuwa na haki ya kumiliki silaha. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka wakati wa utotoni nimekulia kijijini ambako hakukuwa na umeme. Na wakati huo hata kumiliki tochi ilikuwa ni, yani mkiwa na tochi, yani ni familia fulani ambayo mnakuwa vizuri sana. Hata zile karabai zile kubwa ilikuwa ni familia ambayo kwanza hata uwezo wa kununua mafuta ya taa, kujaza koroboi ile kubwa ilikuwa ni fahari. Bwana asifiwe. Sasa umiliki tochi, ile tochi inakuwa ni ya familia nzima. Sasa umepewa tochi usiku, wewe mtoto mdogo,
Yani wakati huo unajisikia fahari, unajiona yani unaweza ukaenda mahali popote usiku ule na hakuna chochote cha kukudhuru, kwa sababu unajivunia tochi, kwamba chochote kitakachotokea mbele yangu na kimulika kitakimbia. Bwana asifiwe sana. Sasa wanajaribu kuangalia ni wakati gani huo ambao kila mtu atakuwa na uwezo wa kumiliki kitu cha thamani kama kile. Yesu anawaambia, ombeni ufalme uje, kwa sababu utakapokuwa umekuja hautakuwa na hitaji la kuomba silaha, lakini silaha hiyo utakuwa nayo wewe mwenyewe, utakuwa na uwezo wa kujilinda. Bwana asifiwe sana. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi wa 18 hatutasoma, lakini tunaziona silaha. Paulo anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzishinda hila za yule mwovu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Tuvae silaha hizo. Ameendelea kuzitaja. Katika hizo silaha hakuna ufalme wowote unaoweza kutushinda. Bwana asifiwe. Na yeyote ambaye amekubali kuwa raia ana haki ya kuwa na hizo silaha, kama ilivyo katika nchi niliyokutajia ya Marekani, kwamba kila raia anakuwa na haki ya kumiliki bunduki. Labda ni wewe tu hauna uwezo wa kununua, lakini haki hiyo unayo. Kama una uwezo wa kwenda kununua, unaenda unasajiliwa, unakuwa nayo, unakuwa na uhakika. Hauna haja ya kuwa na bodyguard wa kukulinda, hauna haja ya kuwa na mlinzi wa kukulindia nyumba yako. Wewe mwenyewe unajitosheleza. Bwana asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Sura ya 1 mstari wa 8, Matendo ya Mitume. Maandiko yanasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Anawapa hakikisho kwamba watapokea nguvu. Nguvu hiyo sio nguvu tu, ni silaha kamili, ni mamlaka kamili ambayo watakuwa wameipokea. Wataipokea nao watakuwa mashahidi. Watakuwa sio mashahidi tu, watakuwa ni kama mtakuwa wanajeshi au mtakuwa askari waaminifu, mtakao kuwa mnapigana kuonyesha kwamba kama mimi nilivyokuwa. Kwa sababu mashahidi, maana yake shahidi anayeshuhudia, maana yake ni kwamba anakuwakilisha, au mtakuwa mabalozi. Kama nilivyokuwa nikifanya mimi, nanyi mtafanya. Hamtakuwa watu wanaohitaji kuletewa ulinzi, ninyi wenyewe mtakuwa mmejitosheleza kivita. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mtapokea nguvu, maana yake mtapokea silaha au mamlaka. Bwana asifiwe. Lakini pia manufaa mengine, kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 22, andika manufaa mengine. Kila raia ana amri. Kila raia wa ufalme wa Mungu ana amri au cheo. Kila raia wa ufalme wa Mungu ana amri au cheo. Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 22. Mstari wa 22, maandiko yanasema, wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Hapa tunamwona Yesu mwenyewe akionyesha kwamba mafundisho yake hayakuwa ni ya mtu mnyonge ambaye anahitaji kusaidiwa. Alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri, kama mtu mwenye cheo. Kwa maana nyingine, alikuwa anafundisha kama mtu mwenye cheo ambaye ametumwa. Bwana asifiwe. Ulishawahi kukutana na mtu ambaye kwanza humjui na anazungumza kama mtu mwenye cheo? Hata wewe mwenyewe unatishika kwamba nisije nikajibu vibaya, kumbe naongea na mtu mkubwa hapa. Bwana asifiwe. Anazungumza kama mtu mwenye cheo.
Na ndio maana alikuwa akiwaumiza sana vichwa kwamba huyu ni mtu wa namna, ni mtu wa wapi? Kwanza alisoma, tunaona historia yote inaonyesha hajasoma. Amepata wapi haya mamlaka? Na ndio maana wakawa wanamuuliza umepata wapi amri ya kufundisha? Umepata wapi mamlaka ya kufanya hayo unayoyafanya? Umepata wapi mamlaka? Kwa sababu alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika ufalme wa Mungu kila raia anakuwa na amri, anakuwa na cheo, anakuwa akitamka kitu kinafanyika. Ndio maana wanautamani wakati gani huo ambao kila mtu atakuwa akizungumza kauli yake inasikilizwa. Inasikilizwa na kina nani? Inasikilizwa na hao ambao wako katika ufalme wa giza. Chochote utakachoamuru kinafanyika. Siku moja ilikuwa ni hapa Iringa, nikawa napita mahali fulani, ni mitaa hapa Iringa. Ilikuwa ni mida ya jioni, nikamuona mtu mmoja alikuwa anafanya marekebisho ya barabara za vumbi. Alikuwa akichimba mtaro, nadhani alikuwa anapitisha pipe fulani. Nafikiri mmeshaziona zile pipe fulani wanazopitisha. Sasa zile wakati anaendelea, alikuwa hajaweka alama yoyote ya kuonyesha hatari, kwamba hata mtu anayekuja na usafiri wake ili ajue kwamba kuna mtaro umechimbwa mbele, basi angalau uweke vitu vya kuonyesha kwamba kuna hatari. Bwana asifiwe sana. Pale wazo likanijia kwamba nimuulize kwa nini hujaweka alama ya kuonyesha tahadhari. Ikitokea mtu amekuja ana usafiri wake hajui kama kuna hatari mbele, kwa nini hujaonyesha? Lakini nikakumbuka kwamba mimi sina cheo cha kumuuliza, lakini kama nikimuuliza anaweza kahofia, akajua anaongea na mtu wa namna gani. Bwana asifiwe sana. Hata wewe mtu anaweza akakukuta ambaye humjui, unafanya kitu ambacho kiko kinyume cha sheria au umekosea kwa maana ya utaratibu wa kisheria. Yule mtu akikuuliza, unaweza kama humjui, unaweza kadhani ni mtu mwenye mamlaka. Bwana asifiwe sana. Sasa kitu hiki Yesu alikuwa akikifanya. Wakati wa mafundisho yake anafika, anaanza kukemea dhambi. Anaingia hekaluni, anawaambia nyumba hii imeandikwa nyumba itaitwa nyumba ya sala, ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Anachukua inasema akachukua kikoto akaanza kuwacharaza, akapindua meza. Watu wanashangaa huyu ni mtu wa namna gani? Au katumwa na serikali ya Kirumi, kwa sababu wakati huo walikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Kwa hiyo watu wakawa wanaogopa kwamba tusije tukao tunashindana na mtu mwenye cheo. Bwana asifiwe sana. Sasa ile hali inaonyesha mtu ambaye anakuwa ndani, anakuwa raia wa ufalme wa Mungu, anakuwa na mamlaka, anakuwa ni mwenye cheo moja kwa moja, anaweza kaamuru kitu kikafanyika, watu wakaogopa. Mafarisayo walipotuma watu kwenda kumkamata Yesu, maandiko yanaonyesha kwamba wale watu waliotumwa walirudisha majibu kwa Mafarisayo na waambia kwamba kwa kweli hajatokea mtu anayezungumza maneno kama yule. Inaonekana ni mtu mwenye amri, anaongea, yani anazungumza, ni mtu mwenye mamlaka ambaye hajawahi kutokea mtu anayezungumza kama yeye. Nyie kama mnaweza, labda nyie muende tena na nyie mkamsikilize. Bwana asifiwe. Anatisha. Kwa hiyo tunapokuwa raia wa ufalme wa Mungu, tunakuwa na amri. Maandiko yanayotuonyesha mambo hayo, tuangalie kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19. 18, akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Bwana asifiwe. Sasa hapa Yesu anatutangazia tayari ufalme wa Mungu
hakikisho la ufalme wa Mungu limekwisha kuwako. Anaanza sasa kugawa mamlaka, anawapa cheo, anawaambia nimewapa amri, nimeshawapa kama ni hati ya mamlaka, nimeshawakabidhi vyeo, nimeshakukabidhi barua ya kukaa ofisini, nimeshakukabidhi kama ni ile wanao arabi, nimeshakupa arabi ya kwenda kufanya upekuzi, ya kwenda kukamata mtu, ya kwenda kufanya ambacho unachokihitaji kukifanya mahali fulani, nimeshakupa. Ni wewe kazi yako kwenda kufanya. Bwana asifiwe sana. Nimeshawakabidhi amri ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui, za yule mwovu, wala kitu chochote chenye madhara hakitaweza kuwadhuru. Maana yake hakutakuwa na geti lolote ambalo litawazuia kupita. Hakutakuwa na walinzi wa mahali popote. Kwa kitambulisho hiki nilichowapa, hakutakuwa na walinzi wa geti lolote watakalowazuia kupita. Hakutakuwa na checkpoint yoyote itakayowasimamisha msiendelee na safari. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna kitambulisho, ukiwa nacho kitambulisho fulani, hakutakuwa na trafiki yoyote atakaye kusimamisha. Bwana asifiwe sana. Isipokuwa kila atakaye kuona atapiga saluti. Bwana asifiwe sana. Sasa anawaambia nimewapa hiki cheo. Katika hiki cheo ni mamlaka ambayo mtakanyaga nge na nyoka, na kinywa kitu chochote cha kudhuru hakitawadhuru, na nimewapa mamlaka juu ya nguvu zote za yule mwovu. Na kitabu cha Yoshua sura ya 23 mstari wa 10. Yoshua 23 mstari wa 10. Maandiko yanasema 23 mstari wa 10. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000, maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania kama alivyowaambia. Bwana asifiwe. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000. Ni wakati gani huu ambao manabii waliutamani kufikia? Wakati ambao mtu mmoja ana amri, ni kama balozi. Balozi yeye tunajua ni balozi wa nyumba 10, sijui anaweza akawa balozi wa mtaa. Hata sidhani kama katika huo mtaa watu 1000 watafika, lakini sisi tumepewa utamiliki mji, utamiliki eneo la watu 10, wote 1000 wote watakuwa chini yako. Utakuwa na uwezo wa kufukuza majeshi ya adui, majeshi ya watu 1000. Utakuwa na amri yako itakuwa na uwezo wa kutawanya majeshi ya adui, wanajeshi 1000. Na mahali pengine nawaambia kwamba 2 wenu watafukuza 10,000. Bwana asifiwe sana. Ni wakati gani ambao Yesu anawaambia? Ni wakati huu ambao manabii waliutamani kuuona ufike. Bwana asifiwe sana. Najua yapo manufaa mengi, lakini tuangalie manufaa. Inawezekana ni point ya mwisho. Tunapewa bima ya ushindi au hakikisho la ushindi wa vita. Yaani wewe kabla haujaenda kupigana tayari umeshapewa hati ya ushindi, kama wanavyosema unaingia na matokeo uwanjani. Bwana asifiwe. Wewe kabla hujapeleka mechi hujapeleka timu uwanjani, tayari una matokeo mkononi, una pointi 3 mkononi. Haujapeleka timu uwanjani. Kabla hatujaenda kupigana vita, tayari tumeshapewa hati ya ushindi, tumeshapewa mkanda wa ushindi. Bwana asifiwe. Mathayo 16:18 anasema, na juu ya mwamba huu
nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Tayari anatangaza ushindi kwamba milango yoyote ya kuzimu ambayo itashindana nawe, itashindana na kanisa langu, itashindana na watu wa ufalme, haitashinda. Yeremia anaambiwa watashindana nawe, watapigana nawe. Kweli watakuja, kweli kupigana, watakuja kupigana na wewe, kweli watakuja kabisa, watakuja, lakini hawatakushinda. Bwana asifiwe. Kitu pekee ambacho amewanyima adui zetu, amewanyima ni ushindi. Mapigano kawaruhusu waje wapigane, lakini ushindi hawajapewa. Tuangalie andiko la mwisho, kitabu cha Isaya 54:15 hadi 17. Naamini ni andiko ambalo tunalifahamu vema. Bwana asifiwe. Na tunaweza tukawa tunaliimba siku zote. Mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wowote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba muhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Huu ndio urithi wa watu wangu, wa watumishi wangu, na haki yangu, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kila raia ana haki ya ushindi, amepewa haki ya kushinda vitani, ya kushinda kila vita inayoinuka. Kupigana utapigana, watakuja kupigana, lakini ushindi tumepewa haki. Na Mungu anasema hii ndiyo haki, huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao ni haki yao, ni haki yetu inayotoka kwa Mungu mwenyewe. Ni haki ambayo yeyote aliyekubali mwaliko, akakubali kujiandikisha katika huo ufalme, ana haki ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Na Yohana wa kwanza mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 4 anasema, kila kilichozaliwa na Mungu kimeushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Kila kilichozaliwa na Mungu kimeushinda ulimwengu. Manake ni uhakika, ushindi ni wa kwetu. Sasa tunaiona sababu ya Bwana Yesu kuwafundisha kwa nini wauhitaji huu ufalme uje, kwa sababu watazipokea haki hizi zote. Watakapokuwa wamezipokea haki hizi zote, tunaona kwamba hizi haki hizi zote watakapokuwa wamezipokea, hapo ndipo ile furaha ambayo wale manabii waliokuwa wakiutamani sana huu wakati watakapoweza kuishuhudia, tunayoishuhudia wakati huu, kwamba kila mmoja una uwezo wa kumiliki silaha, una mamlaka, una uhakikisho la ulinzi. Yako manufaa mengi, una uhakika wa ulinzi, una uhakika. Bwana asifiwe. Sasa hata sisi tunatakiwa tuendelee kumsihi Mungu mahali popote ambapo tunatamani Mungu afungue tawi, Mungu afungue, kama ni kwenye familia, serikali ya Mungu ingie, kama kwenye ukoo, ufalme wa Mungu uje, watu wajiandikishe kuwa raia wa ufalme, kwa sababu watapokea haki hizi. Bwana asifiwe sana. Watu wauone ufalme wa Mungu, waingie katika ufalme wa Mungu. Yesu anawasisitiza waweze kumuomba Mungu, ufalme wa Mungu uje. Bwana asifiwe sana. Basi Mungu awabariki sana kwa ajili ya haya yote ambayo Mungu ametufundisha. Tuendelee kumuomba Mungu ili ufalme uweze kuja hata katika familia zetu, katika koo zetu, watu waweze kupokea haki hizi za ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana.
nitamshukuru Mungu. Naomba tusimame tumshukuru Mungu kwa ajili ya maneno haya. Mungu wetu Bwana Yesu, Mungu wa wokovu, Mungu mtakatifu, Mungu unayetupenda, Bwana Yesu, Mungu mkuu, mkuu wa mashauri, mweza katika kutenda. Barikiwe Bwana Yesu. Mungu, angalia Bwana Yesu na neno ukisema, unawaambia wanafunzi wako ya kuwa tazama, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ninyi ufalme. Angalia Bwana Yesu, umetupa haki hizi zote. Bwana, ponya fahamu zetu, tujalie neema yako Bwana. Tutambue haki zetu, tuweze kuzitenda, tukazitendee kazi. Angalia Bwana, umetupendelea mno, umetupendelea Bwana, umetupendelea Bwana, umetupa haki hizi zote. Daudi anauliza, angalia neno hili lilikuwa ni dogo. Mambo ya nyumba zetu, mambo ya maisha yetu umeyaleta na kuyanena na kuyafanya kuwa makuu mno. Sante Bwana kwa ajili ya haya yote. Bwana, sante kwa ajili ya kila mmoja aliyeweza kusikia haya. Bwana, umba ndani yetu neno hili Baba likawe uzima na nguvu, likawe wokovu mkuu, katika jina la Yesu. Kushukuru.